Naam, na kupata vizuri nikiwa hapa katika gatuzi hili la Makueni, tumezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili la Makueni wakieleza hisia zao kuhusiana na mjadala huu. Kumbuka kwamba wakazi wa eneo hili la Ukambani kijumla vile hapa Makueni wanatarajia kunufaika pakubwa, ikiwa kwamba kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wana maoni tu kwamba huenda akapeperusha bendera upinzani katika uchaguzi mkuu ujao, na basi wanaweza kudandia kwa njia moja ama nyingine wanahisia tu kinzani kuhusu jinsi kura hizi za Mlima Kenya zitagawanywa, na tumeweza kuzungumza nayo na haya ndio yamekuwa maoni yao. Kwa sasa jinsi tunavyotazama, ukiangalia zile by elections ambazo zimefanywa juzi, umeona kana kwamba vigogo wa Mount Kenya ambao ni kina Kindiki, Gachagua na kina Linturi walikuwa wanashindania ni nani ambaye ana ushawishi mkubwa, na bila kupoteza hata fahamu ama kitu chochote kile ama kwa mapendeleo yote yale, ningependa nieleze kuwa tulitazama na kuona tukihakikishiwa kana kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ana ushawishi mkubwa kwa sababu aliweza kushinda kura zote ambazo zilifanyika huko Mount Kenya. Pili, kuhusu kana kwamba kura hizi zitakuwa kwenye kikapu kimoja, ningependa niweze kueleza kana kwamba kwa muda mrefu na kwa miaka mingi Wakikuyu wamekuwa wakiweka ama Mount Kenya imekuwa ikiweka kura yao kwa kikapu moja. Lakini kwa sasa tunaona wanataka kutawanishwa, kutikiswa kidogo, lakini ningependa nieleze hawa watu wa Mount Kenya ni werevu sana na wao hawapendi kukaa nje ya serikali. Na ukweli ni kuwa yule ambaye ako ndani ya serikali ni huyu Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo bila kufikiria mengi wala kudanganya wala kuzungumza na mapendeleo, ningependa nieleze kana kwamba hawa watu wa Mount Kenya zaidi ya 70% wataweza kuweka kura zao kwenye kikapu ambacho kitakuwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Kwa maoni yangu hapa Mlima Kenya kwa over the past years imekuwa wao ndio wamekuwa kielelezo ya unity. Wamekuwa na unity kubwa sana, na this time round kwa sababu viongozi wametokea wengi, wacha hata baadhi ya ambao ni top kiongozi hapo kama Gachagua na Kindiki, tuko na Ishungwa na wengine wengi, Martha Karua yuko pale. Kwa hivyo tayari washaanza kuonesha mgawanyiko. Ni kitu imekuwa ikiwa experienced kwa the whole country, lakini wao wamekuwa wakiset mfano mzuri venye wamekuwa wakikuwa united na vile wamekuwa wakipiga kura kwa umoja. This time round tumeona hata kwa kiti ya Wamuthende and several other by elections wamekuwa na mgawanyiko. Kwa maoni yangu ni kana kwamba time hii 2027 hata umeona hata kwa hizi zimepita, it's 50-50. Gachagua ako na watu wake, Kindiki ako na watu wake, na expect hiyo kitu itadumu, sababu ni kama voters washaanza kupata ile knowledge ya kwamba they are independent. They don't want to vote in favor of chama ama mrengo ama in terms of kukua sisi ni watu fulani. Kila mtu ako na uamuzi wake binafsi. For me, Mount Kenya ishagawanyika already, na come 2027 najua itakuwa hivyo na kila mahali Kenya. Expect mixed reactions from every part of the country. Ukiangalia hata huko Western vile wamekuwa Oburu wanasema hivi, wengine Sifuna wako hivi. It's everywhere in the country that people are independent with what they are choosing, and it's a good move because it means citizens will see the results of their votes in the real sense yenye wamekuwa waki-expect before, and that's something good for me. Kutoka hapa Makueni nitakoma hapo kwa sasa. Umesikia kweli, wakazi wa eneo hili la Makueni wana imani kwamba Wakenya karibu uchaguzi mkuu ujao wanatarajia kuwa na maoni kinzani kuhusu mchakato mzima, kwamba ni nani watampa kura, ikiwa kwamba ni taswira zima tu katika taifa hili. Mimi ni Philip Ngumu na koma hapo. Asante sana Philip Ngumu ukiwa maeneo ya Makueni kwa kuweza kuzungumza na wakazi kutoka maeneo hayo. Hebu tuangalie